wanapita. Tumezoea hali ya Kisutu hapa inapokuaga, kumekuwa na pilika nyingi na mambo yanakuwa mengi kweli. Siku hii ya leo kwa upande wako unaona ni siku ya namna gani? Kwa siku ya leo kama unavyoona sisi tumeingia asubuhi, lakini hali kwa usalama hali iko shwari, lakini biashara kwa leo hapana. Biashara kwa leo hapana. Tumezoea kuona katika eneo la hapa Mnazi Mmoja kunakuwa na daladala nyingi, watu wamekuwa wakipanda magari ya kwenda sehemu mbalimbali. Vipi kuhusu siku ya leo? Kwa leo daladala chache sana zimeingia mjini, lakini hazina abiria kabisa leo. Hazina abiria, zimeingia chache, zinakuja na abiria wachache alafu zinarudi bila abiria. Kwa hiyo leo hakuna abiria kabisa. Kwa upande wako unafikiri leo hakuna abiria kwa sababu gani? Ni hofu tu, ni hofu tu nahisi, ni hofu. Kwa sababu jana tulivyoachana wengi sana wanasema kesho hatuingii kwa sababu wanahofia. Sasa unamwambiaje yule ndugu ambaye yuko nyumbani sasa hivi? Salamu zako kwake ni zipi? Salamu ni kwamba tu kwa usalama kama walivyokuwa jana wanafikiri kwamba leo inawezekana usalama haupo. Usalama upo. Ila sasa kama ni biashara binafsi, kama anakuja kufanya biashara leo haipo, lakini usalama upo. Babu Wali bana, tumezoea kuona hapa soko kuu la Kisutu kumekuwa na pirika nyingi na watu wamekuwa wengi sana. Kwa upande wako unadhani siku ya leo kwa nini watu wamekuwa wachache? Kwa siku ya leo kwa sababu kila mtu ana hofu ndugu yangu, kwa sababu anajua kama itakuwa hali kama ya juzi iliyotokea vile. Ndio maana watu wengi wamelala na wana hofu ya kuja mjini. Ila mimi kama mimi hapa nimekuja kwa sababu na kazi zangu za kufanya mjini, ndio maana nimeamua kutoka. Nitakutana nalo, tajua nitakabiliana nao vipi. Unamwambiaje yule mtu ambaye amekaa nyumbani sasa hivi anasema mjini bana kuna mambo mengi, kuna purukushani, unamwambiaje? Mimi namwambia atoke tu kawaida, hali ngumu nyepesi zote zinazoeleka tu. Tumezoea kuona maeneo haya kumekuwa na daladala nyingi sana, mabajaji, pikipiki. Siku ya leo pia bajaji na pikipiki zote zimepungua sana. Mimi niseme kifupi watu wameenda tu kwenye Sabasaba maonyesho. Ndio. Hivyo tu. Jina langu naitwa Esther Joseph. Kazi yangu ndio hii ya matunda, mkazi wa Tanga Mtae. Bwana ndugu mfanyabiashara, katika siku hii ya leo tumeona watu wamekuwa hawapo kabisa mjini. Kwa upande wako biashara yako inaendaje? Kwa kweli biashara bado haijachangamka. Iko kimya sana. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ndio kwanza nimekuja sasa hivi. Sikutaka tu kukaa nyumbani kwa ajili ya kutafuta riziki za watoto. Kama sasa hivi kumepoa, basi hii hali naona itaendelea. Haiwezi kwa sababu wengi ndio wanaondoka moja kwenda majumbani. Na tumekuwa tukizoea maeneo haya Kisutu kwa jumla zaidi kulikuwa na msongamano, watu wengi sana. Siku ya leo kwa nini watu wamekuwa wamepotea kabisa? Wamepotea kwa sababu ya haya tukio ambao walikuwa wanaambiwa kule leo kuna maandamano. Ndio maana watu wengi wamepotea kwa sababu walijua labda yatatokea kama yaliyotokea tarehe 29. Ndio hicho. Kishki TV, nuru ya dini yako.